chama kilikuwa kinajitafakari na slogan gani kitoke nayo. Safari hii niwe mkweli, CCM ninyi hamna chama bila serikali au jeshi la polisi kuwasaidia. Kwa hiyo kama mwenezi wa CCM wa mkoa ulikuwa unazungumza kuwafurahisha wazee ambao nao wazee wa Chama cha Mapinduzi wa muda mrefu tunawafahamu, akina mzee Mwakibete, si Mwamburukutu nani, kwa umri walio nao wanapelekwa kushoto, wanapelekwa kulia, sawa, kwa sababu umri sasa ni wa kusakatonge tu, hawajisimamii vizuri. Chadema tunakuja. Chadema ile 2010 sasa ndio mnaanza kuiona baada ya mkutano wa kesho kutwa wa Kamanda Lissu pamoja na crew nzima ya taifa. Kwa hiyo niwaambie Chama cha Mapinduzi mkoani hapa hampo. CCM ninyi ni wepesi kama tishu, na kama hamuamini safari hii tunalala na ninyi ulalo, tutachinja ng'ombe kadri atakavyopiga magoti. Akilala kibla tunaye, akilala chali tunaye. Mtaiona Chadema ambayo inaenda kufanya umoja wa hali ya juu sana, kwa sababu nyinyi mlitegemea kuvurugana kwa Chadema mwingie kati na kujimarisha kwa kutumia polisi na magereza mpaka JKT. CCM mkoa wa Mbeya hampo. Mtiti mliouona 2015 wa ubunge Rungwe, barabara zipitiki, ndio huu safari mnaenda kukutana nao. Kama ndio taranta ya kwenda kuzungumza na wananchi kuwaambia msipige kura, mkapige kura ya nini? Kama binamu yako hatarudi, hana uhakika wa kurudi nyumbani. Kama shemeji yako hana uhakika wa kurudi nyumbani. Safari hii tunaenda kuwaeleza wananchi hawataenda kupiga kura. Si tu kwa kuwaibia vipiga kura, no, hawataenda kupiga kura. Kwa sababu siku ya kupiga kura ndio siku ya mtiti nchi nzima. Sasa sielewi mtapigaje kura. Sielewi Chama cha Mapinduzi hata nchi wahisani mtaishi nazo vipi. Na ndio maana juzi kati hapa namuona waziri mmoja anataka kukaribisha wahisani ambao wanaanza kutengeneza ARV, dawa za ukimwi, kwa sababu Trump amesema mnataka niwasaidie ninyi wakati nchini kwenu hamna demokrasia. Yeye ana haso, Trump anayotaka kuwapa dawa za ukimwi ana haso kwenye uchaguzi halali, anapiga zaidi ya mikutano 120, na kwenye chama chake cha Republican anaenda kushiriki kura za maoni. Ninyi huku mnaenda urojo. Hakuna Chama cha Mapinduzi mkafanya ushindani ndani ya chama chenu mkaringanisha na Chadema kama tulivyoionyesha dunia. Kwa hiyo tunataka tuseme, ndugu zangu wa Tanzania, si ninyi mtaka kila barabara ziharibike, kila maeneo yaharibike ndio mkubaliane kukaa meza moja kwenda kurekebisha sheria za uchaguzi na kuondoa vipengele vya katiba vyenye mapungufu ili kuturuhusu tuwe na uchaguzi huru na haki. Safari hii Chadema hii ya safari hii mtatuua wote barabarani, lakini lazima mkubali kukaa. Na hata hao mnaowaomba misaada wanafanya chaguzi za huru na haki. Itakuwaje ninyi mnakula bila kunawa? Wasira sasa ndo utayapata majibu, ndo tunanyoka na wewe mzee. Sasa ndo utajijua kwamba kweli wamekupakazia hilo mfupa. Umri wako hakuweza kukimbizana na Chadema sasa hivi. Kwa hiyo hayo ndio yangu, nitaka tu kuambia wazee kwamba mlitamba sisi hatukuwepo, mkawa mnazungumza kwamba ninyi ni chama kikubwa kwa sababu nyuma yenu kuna bunduki za polisi ambazo ni kodi zetu. Kuna magereza mmeacha kulinda wafungwa, mmeanza kuingia kwenye masuala ya uchaguzi. Kwenye vituo mnashinda sana huko. Kwa hiyo haya ndio ya kwangu, nitaka tu nizungumze kwamba sasa hivi tutaenda na ninyi CCM kiulalo. Kama Mazadukayo yanawadanganya, ninyi mmekuwa kina Nebukadreza, Mene, Tekeri na Peresi. Utawala wenu umefitinika safari hii, na ninyi muonde uchungu wa kuwa wapinzani. Asante sana.